Ni siku nyingine tena na leo tumekuja na topic nyingine kabisa ambayo tunazungumzia kwa habari ya winga na unavyolisikia na unavyolielewa. Je, uwinga kwa mtumishi wa Mungu ni dhambi ama sio dhambi? Mimi nafikiri tunapozungumzia dhambi ni kitu kingine. Naam. Unajua ukisema dhambi ina tafsiri nyingi sana. Ndio. Lakini tunapokuja kwenye ishu ya kibiashara au ya mapatano, pale hakuna dhambi pale. Kwa sababu hata kama biashara, kwa mfano mimi nimekukabidhi kitu changu, ndio, uniuzie. Ndio. Wewe ukaongeza bei fulani na mteja wako, hayo ni mapatano yenu. Mimi naona ni sawa, sio dhambi. Hayo ni mapatano, ni makubaliano, kwa sababu hujamuibia mtu na yeye ametoa kwa hiari yake na ameridhia hiyo bei uliyomtajia. Uwinga sio dhambi ninavyoelewa mimi. Kwa sababu uwinga ni kama tu biashara ya kawaida ambayo mtu anafanya. Ana mtaji, unakuta kijana ana mtaji, lakini amekiona kitu ambacho anaweza akakiweka kwenye status yake au kwenye social media, watu wakakitamani na akakiendea, akakichukua, akapeleka kwenye mahitaji ya mtu ambayo anakitaka na akajipatia faida. Vizuri tu, na haina mtaji hiyo. Uwinga hauna mtaji. Unaenda na posti kitu kwenye status yangu, alafu mtu anakiona, alafu ananiulizia bei shilingi ngapi, ananipa hela, mimi naenda kumchukulia, nampa, afu napata faida. Kwa majina naitwa Godfrey Elias Kabwe. Naam. Mimi kwa upande wangu, kwa nanilima mawazo yangu, naweza nikasema uwinga sio dhambi, kwa sababu ni watu wamejaribu kubuni mbinu ambayo ni rahisi ya kujiingizia kipato. Umeona? Lakini ukija kwa upande mwingine deeply ni dhambi. Kwa sababu kwa nini mtumishi wa Mungu? Yes, yani ni kwa sababu kwa nini unaongeza bei kwa kitu ambayo sio bei yake halisi? Na maana hapo ni kama unaiba. Umeona? Lakini kwa upande mwingine ni njia sahihi kabisa ya kujitafutia kipato. Na mzozo wa watumishi wa Mungu hapa kuhusiana na uwinga. Mama, wewe unasemaje kwa habari ya uwinga? Anasema huo ni udalali, sio winga. Sio dalali, hiyo ni winga. Tumeenda unafanya biashara kwa sababu kuongeza hela ambayo mimi ninamwambia winga. Unaenda kama unavyofanya wewe winga. Hiyo ndio winga. Sasa huyu anayosema ni udalali. Sasa udalali na winga ni tofauti. Udalali na winga kuna tofauti gani? Ndio tofauti gani? Hakuna tofauti. Hamna tofauti. Wewe unasemaje? Tofauti hakuna. Watumishi wa Mungu, leo mada ni nzito sana, sijui niseme nini kwa kweli. Kati winga ni nani? Winga ni mtu wa Kariakoo. Tunasikiliza maoni yako na utashusha comment yako pale chini. Kwa majina naitwa Frank Joseph kutoka Kogop Tabata.